Mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii tena, na kuletea mada inayosema wanaume walioathirika na mkongo inavyotisha. Wanaume wangependa sana kuwa na uwezo mkubwa wa kumfurahisha mwanamke. Asilimia kubwa ya wanaume wanapenda kuonekana wanajua, wanashinda, wanapenda sana kuonekana kwamba wao wako juu, wana uwezo mkubwa sana. Hiyo utaona mwanaume ana gari zuri, anahangaika awe na nyumba nzuri, anahangaika awe na demu nzuri, anahangaika awe na hela za kutosha za kumwaga. Yote hiyo ni hali anataka kuonekana kwamba na mimi nimo, nafaa. Sasa hiyo ni hali ya kawaida, hali ya kawaida ipo, kila mmoja nayo. Hapendi kuna mtu ambaye anaonekana yeye ni wa kushindwa. Nimekutana na kesi 4 za wanaume ambao wametumia mkongo. Wa mwisho ni wiki iliyopita, kaka ambaye amesafiri kutoka Dar es Salaam kuja kuniona Mwanza. Huyu kaka ananiambia kwamba ukipata mkongo, ule mkongo, sawa, mkongo unasaidia mwanaume achelewe kumaliza. Mkongo unasaidia mwanaume achelewe kumaliza. Sasa anasema hivi huyu kaka, kile kisoda kile, kifuniko cha chupa ya Coca-Cola au ya Fanta au ya Mirinda kikiwa kimejaa, unaweza ukakitumia mwaka mzima. Nisikilize, mimi sio maneno yangu, ni maneno, sijawahi kutumia mkongo wala sijui ulivyo, lakini nimeshasaidia 4 ambao waliathirika na hilo tatizo la mkongo. Sasa huyu kaka kanipa picha nzuri sana ya matatizo ambayo wanaume wanayapitia na jambo ambalo linatisha sana. Anasema hivi, ukishapata ule mkongo inapaswa unauchukua kidogo tu, unaupaka kwenye kichwa cha uume, alafu unafunga kwa kiplastiki au nini, unavaa nguo yako, unatembea, inatakiwa masaa 3 kabla ya kukutana na mwanamke. Hebu fikiria huyu mwanaume anavyohangaika, yaani masaa 3 kabla ya kukutana na mwanamke, asiende kukojoa, sawa, anafunga dudu lake lile, anaifungia huo mkongo kiasi kidogo tu, yani punje vidogo tu, kwa masaa 3, uume haupumui, umefungwa. Sasa akikutana na mwanamke, ni ushahidi, uume unaweza ukawa umesimama usiku kucha, na anasema anaweza asipizi, asimwage, kile bado uume umesimama. Sasa sio mfuatiliaji sana za habari za mitandaoni za umbea kuhusiana na mkongo, ila nasikiaga kuna nyimbo, nimeshasikia nyimbo za mkongo, wanawake wanaimba. Kwenye vichekesho vingine nimeshasikia swala hilo la mkongo lipo vile vile. Sasa mimi kama sexologist sipendi kufanya vitu vya kuongea maneno ya mitaani. Nataka niongee maneno ambayo yana ushahidi. Kwenye video iliyopita niliahidi kwamba nitakupa takwimu za wanaume ambao wanadanganya kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sasa baada ya kuongea na huyo kijana ambaye alitumia huo mkongo lakini ukamletea madhara, alipoacha kutumia mkongo aliona, kwa sababu aliona hii hali sio nzuri. Yaani unajifunga, unakaa masaa 3, uendi kukojoa wala nini, kisa unataka uonyeshe kwamba wewe unachelewa kumaliza. Akaamua kuacha kutumia mkongo. Alipoamua kuacha, akajikuta hali imekuwa mbaya zaidi. Yaani dakika 2 tu piu, alafu kurudia tena ndio huwezi kabisa. Na hata kati anatumia mkongo, anasema hivi, ukishamwaga, kama ukifanikiwa kumwaga au kupizi, kurudia huwezi. Sasa
Kwa sababu watu ambao hawajasoma haya mambo wanaingia kwenye haya mambo kichwa tu, hawajui athari zake. Kama unafahamu Kiingereza, kuna ugonjwa unaoitwa priapism. Priapism. Ugonjwa huu unasababisha mwanaume asimamishe uume wake sio chini ya masaa 3. Umesimama tu, haulali. Sasa huo ni ugonjwa ambao unaathiri afya ya uume. Sasa wanaotumia mkongo wanajiingiza kwenye mtandao wa ugonjwa huo wa priapism. Sawa? Sasa ugonjwa huo utaathiri uume wako. Athari hiyo unaweza usione haraka, lakini itakuletea matatizo huko mbele. Sio kashangaa unazaa albino, kasema mbona kwenye ukoo wetu hakuna albino, hakuna hawa wenye ulemavu wa ngozi, hakuna. Mbona kwenye ukoo wetu hamna? Kumbe kwa sababu umetumia mkongo. Unashangaa unazaa mtoto ambaye ni mlemavu, kumbe kwa sababu ulitumia mkongo. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa blue balls. Blue balls, yani ni mwanaume ambaye shahawa zimerundikana lakini hazitoki. Na shahawa ndio mbegu za uzazi, unazitengenezea mazingira magumu. Ninayo dawa mimi ambayo inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo. Hiyo ulishapiga punyeto, ulishaugua ugonjwa wa zinaa, hii dawa itakuletea matokeo ndani ya wiki 2, lakini itakupasa uitumie kwa muda wa 1.5 mwezi ili kuliondoa hilo tatizo moja kwa moja bila madhara. Ni dawa ambayo imetokana na mimea, haikuzuii kufanya tendo la ndoa au kunywa pombe au kutumia dawa nyingine, na ndio nimepatia huyu kaka ambaye aliathirika na mkongo, na huyu ni wa 4 kama ninavyokuambia kumsaidia. Huyu ni wa 4. Sasa basi nije kwenye ahadi yangu. Niliahidi kwamba nitakupa takwimu za wanaume ambao wanafeki, wanaigiza kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sababu yake ni nini? Ni kwamba hawataki waonekane kwamba wameshindwa, hawataki waonekane kwamba hawawezi, hawataki waonekane kwamba wameboreka na huyu mwanamke. Huyu mwanamke hana mvuto mkubwa kwao, na tafiti hii inaonyesha kwamba wengi wanaofeki kufika kileleni, wanaume wanaofeki kufika kileleni, walishaachwa sio chini ya mara 2. Walishaachwa na wanawake. Sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye shatembea na wanawake 4, 3, 5, uwezekano wa kufeki kufika kileleni upo. Sasa anapofeki maana yake hajamaliza, na kama hajamaliza maana yake atatafuta mwanamke mwingine amwangalia, labda kutana na mwanamke ambaye ana uke unaobana sana. Ndio hapo nasikia wanaume wanapenda mademu wasichana wadogo wadogo. Wanaume wanapenda wasichana wadogo wadogo. Sasa mtu mmoja akaniambia wiki iliyopita, siku hizi wanawake wanavyojiuza, staili yao tamu kweli wanavyojiuza. Unaenda baa, umekaa pale unakunywa bia yako, demu linakuja, vipi unahitaji company? Demu nzuri kweli, demu tamu, ukiangalia limeshiba, mapaja yameshiba vizuri, linakwambia vipi unahitaji company? Hello, vipi unahitaji company? Unaweza kuona huyu mwanaume unakuta demu lina hips za kutoshana nzuri, lina macho mazuri, matiti yamekaa vizuri, tena yanaonekana hapa kwenye blogs yake, alafu nakwambia unahitaji company. Alafu unasema wala sio hela nyingi, 30 tu. Unapata demu kipisi, unahitaji pisi kali, unaita pisi kali. Unapata pisi kali moja kali kweli. Sasa sikiliza hizi takwimu hapa. Sikiliza hizi takwimu. Dr. Deborah Hebiniki wa Center for Sexual Health Promotion nchini Marekani alifanya tafiti hizi miongoni mwa wanandoa 1,012. Akasema hivi, katika tafiti hiyo imeonekana wazi kabisa kwamba 65.79% ya wanaume
wanakiri wazi wao hawajawahi kufeki, na 34.41% ya wanawake wanakiri hawajawahi kufeki. Je, nimekupa utangulizi? Yaani wale ambao wanasema hawajawahi kufeki ni wanaume 65.79 na wanawake 34.41. Sasa basi, kwa nini wanaume wanafanya hivyo? Hawataki kuonekana hawajui, na wanataka kumfurahisha huyu mwanamke, kwa hiyo wanamdanganya. Na vile vile kingine ambacho wanakiepuka kutokana na takwimu hizo za Dr. Deborah Hebeniki ni kwamba hawataki kuzungumza na mwanamke aliye naye juu ya tatizo alilonalo huyu mwanaume. Kwa hiyo watajifanya asante. Wanaume wengine katika tafiti ambayo nimeifanya mimi wanasema hivi, nitajitahidi nimnyonye huyu mwanamke mpaka apizi, nimchezee kwa vidole mpaka apizi, ili niweze kufeki vizuri, ili asijiulize maswali. Kwa atakuandaa mpaka unapizi, alafu yeye anafeki kwamba amepizi, kumbe hajapizi. Kwa hiyo utajikuta na uso anabadilisha, unafikiria kwamba amepizi, kumbe sivyo. Tafiti nyingine ambayo inalingana na hiyo inasema hivi, mmoja kati ya wanaume watatu anafeki kufika kileleni. Kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza, nimesema mara nyingi tu kwenye channel hii na video karibia 3,000 kwenye channel hii, nimesema kwamba 67% ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileleni. 67% ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileleni. Na kama amekudanganya, 67% ni kubwa sana, na inakwenda sambamba na hizi takwimu ambazo zinaonyesha hapa ambazo ni mpya, na ambayo inasema kwamba 34.41% ya wanawake wanasema wao hawajawahi kufeki. Sasa hebu chukua 34% kwenye 100 zinabakia ngapi? Ni 66. Sawa, ni 66.2.19. Kwa hiyo ni kama 67. Kwa hiyo yani zinakwenda sambamba. Hii inasema kwamba 34.41% hawajawahi kufeki wanawake, ambayo ni sawasawa na ile tafiti nyingine ambazo nimekwambia zimefanyika mataifa 7. Sema 67% ya wanawake wanafeki kufika kileleni. Kwa hiyo inathibitisha takwimu ambazo nimezitoa huko nyuma ambazo ni za muda mrefu. Kwa hiyo basi, kama mwanamke hajafika kileleni, manake atatafuta mwanamume mwingine kufikisha kileleni. Hizo ushuhuda ninazo, wanawake wenyewe wananiambia. Kama huyu mwanamke ananiambia, Dokta, ameingia ndani ya ndoa sasa hivi, amenipigia simu jana, dada ambaye ni mwalimu tena wa biolojia, sizungumzi ni wapi. Ameingia kwenye mahusiano na huyu mwanaume mwaka 2024 mwezi wa pili. Kafunga ndoa mwezi mmoja uliopita. Anasema, Dokta, sijawahi kufika kileleni, sisikii hisia kabisa. Namuuliza, umejichua au hujajichua? Anasema sijawahi kujichua. Wanawake waliojichua wanapata shida sana kufika kileleni na dawa yao nayo. Kuna dawa inaitwa Sense Drive. Unapokuwa unajichua kama mwanamke, vile vipokea hisia vingi vinajifunga. Vikijifunga utajikuta kwamba mwanaume anaingia usikii hisia zote. Kama dada mmoja anasema kwamba nikiandaliwa naanza kupata hisia, lakini mwanaume akiingia hisia zinakata ghafla. Kwa hiyo anatamdanganya huyu mwanaume kwamba amefika kilele, kumbe hajafika. Sasa hebu fikiria, miaka 2 mizima mwanamume anadanganywa kwamba mwanamke anaenjoy, kumbe haenjoy. Sasa ameingia ndani ya ndoa, ni kila siku anafanya mapenzi, akaona mimi nimeshakuwa kero sasa. Maana kabla hajafunga ndoa ni mara moja kwa wiki au mara 2 kwa wiki, lakini sasa hivi mwanaume anataka kila siku.
yuko ndani ya ndoa, ndio akaona nitafute. Kaingia mtandaoni kanikuta, ananipigia simu, mwalimu wa sekondari, dada mwenye umri wa miaka 29. Sasa unaona jinsi gani hali inatisha. Kwa hiyo ninachozungumza kwamba ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni muhimu sana ufurahie tendo la ndoa katika hali halisi ya kibinadamu, sio ya kulazimisha. Kuna kaka mmoja ambaye sikufahamu kwamba ni daktari wa watu, anatibu malaria, anafanya operation, yuko Zanzibar. Sikujua kama ni daktari. Kaagizia dawa hii ya Prika ambayo inaita nguvu za kiume, kuzuia kwa kumaliza na uweze kurudia tendo la ndoa. Ameshatumia hela nyingi sana. Anafahamu kwamba dawa za madukani za pharmacy zina madhara. Yuko Zanzibar daktari. Sikufahamu kwamba ni daktari. Nikamtumia hiyo dawa. Ilipomsaidia ndio ananipigia simu, ananiambia, "Dokta, nashukuru dawa yako imenisaidia." Yaani nimeliwa hela ndefu sana. Lakini kutokana na kwamba imenisaidia, ananiuliza, "Je, ina madhara nikirudia tena nikitumia nyingine niongezee ili nikomaze zaidi?" Mwambie haina madhara, imetokana na mimea kama vile tunavyokunywa mnavyokula mchicha. Nikamtumia dawa nyingine, akalipa hela kwenye Tigo Pesa. Na nakumbuka ilikuwa ni Jumapili asubuhi, nakumbuka nilikuwa najiandaa kwenda kanisani. Kwa unaweza kuona kwamba huyu ni daktari. Kuna daktari mwingine yuko Bugando anaitwa urologist. Ni wale ambao ni mabingwa wa njia ya mkojo. Ananifahamu. Ananiletea wateja ambao wamekwenda kwake kwa matatizo hayo, tena vibosile. Daktari mmoja ambaye amenisikiliza redioni kaja ofisini kwangu, nihitaji hiyo dawa. Sikujua kama ni daktari. Nikamwelezea ni maelezo ya matumizi ile dawa tofauti na dawa nyingine yote labda ushawahi kutumia. Nikamaliza nikampa. Sasa nikaona sindikiza tunateremka ngazi, sasa niko gorofani. Tunateremka ngazi. Akaniambia, "Dokta, unajua aliyenileta kwako ni mchepuko. Mchepuko anataka show ya uhakika." Na mke lakini ni mchepuko ambaye sitaki kuachana naye. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo mwanaume, tafadhali sana, epuka dawa ya mkongo, itakudhuru. Epuka dawa ya mkongo, itakudhuru. Nakwambia na ushahidi ya watu 4. Sawa? Ina madhara. Nimekueleza kwamba kuna ugonjwa unaitwa priapism. Una madhara yake. Kwa hiyo jihadhari sana na hii mkongo. Sawa? In fact, huyu kaka ambaye niliongea naye ambaye amekuja ndo amenipa story hiyo ya mkongo, anasema hivi, yaani uenjoy ile tendo la ndoa. Unafanya sawa kwa muda mrefu, lakini hufurahii kabisa. Yaani unafanya kumfurahisha mwanamke. Unachelewa kumaliza, mwanamke anaweza kupiza hata mara 4. Lakini wewe mwenyewe kupizi ya kwa shida, na hata ukipizi unaona kama vile hakuna raha yoyote ile. Sasa ni muhimu ujifunze kumwandaa mwanamke na mwanamke ajifunze kumwandaa mwanaume. Mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Ukijua maeneo hayo 17, mwanamke hataboreka na wewe. Na vile vile unapokuwa unamwandaa mwanamke, inakusisimua na wewe mwenyewe unapoona mwanamke hapo. Unaposikia mwanamke anakuambia kwamba unafanya vizuri unapokuwa unamwandaa kabla ya kumwingilia, inakuletea hali ya confidence. Ni jambo la msingi sana kujenga hali ya kujiamini. Kadhalika mwanamke, ni muhimu ujue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Hebu fikiria upewe mtihani wenye maswali 14 alafu wewe ukajibu matatu. Utafaulu huo mtihani? Wanawake wengi wanajua sana sana tu mwanaume anapenda kunyonywa, basi uume wake. Napenda nakwambia hiyo, kwa uhusiano wa muda mrefu itaboa kama unajua kitu kimoja tu. Kwa sababu mwenzio atakuwa amekariri. Anajua unaanzia wapi unamaliza wapi. Huna jipya. Kwa maana unaboa. Kama huna jipya maana yake unaboa. Sasa kesi kama hizo hazipendezi. Ni rahisi sana kulalamika, wanaume hawawezi kukaa na mwanamke mmoja. Sio kweli, kutokana na tafiti ambayo imefanywa na Dr. John Gottman miongoni mwa wanandoa 70,000 katika nchi 24 ulimwenguni. Anasema sio kweli kwamba mwanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Mwanaume akitengenezewa mazingira mazuri, inakuwa ni vizuri sana, inakuwa ni rahisi sana kuweza
kufurahia tendo la ndoa na mume wake akatulia na yeye. Na nataka nikusikizishe sauti moja ya mwanamke hapa nikiwa namalizia, ili uweze kuona nachokisema kilivyo cha muhimu sana. Hebu fikiria huyu mwanamke, nisha kusikizisha hii sauti, lakini ningependa usikize tena kwa faida ya wanaosikiliza video hii kwa mara ya kwanza. Sikiza sauti hizi. Kiukweli dokta, nimeona nikutumie voice note, maana nikiandika SMS maelezo yatakuwa marefu sana. Kwanza kabisa, mimi ni binti wa miaka 23. Niliwahi kuwa na mahusiano na mwanaume wangu wa kwanza. Yaani nilikuwa ni mwanamke ambaye, nilikuwa ni msichana ambaye sijui kitu chochote, yaani mwanamke anayeboa. Sasa baada ya kuachana na yule mwanaume, yaani hakuwa ananitafuta wala hakuwa ananikumbuka. Nikapata mwanaume wangu mwingine wa pili. Sasa baada ya kupata mwanaume wa pili, ni kama bahati tu nimeingia YouTube katika harakati za kutaka kujifunza, nikakutana na channel yako na mafundisho yako. Nikawa nafuatilia na kufuatilia unavyofundisha maeneo ya kumshika mwanaume, unavyofundisha jinsi ya kunyonya uume wa mwanaume, jinsi ya kunyonya korodani, jinsi ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa pale kwenye kile kimstari, jinsi ya kunyonya uume, jinsi ya kutumia matiti, jinsi ya kubugia korodani, wewe ambaye unaita teabagging. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi sana, yani kwa mafundisho yako ya YouTube. Nikaana nikikutana na mwanaume wangu namfanyia. Kiukweli daktari, mimi sisemi uongo, maana hata ndugu zangu ni shahidi. Yule mwanaume alikuwa na wivu sana kwangu. Yaani alikuwa hataki kuniona na mwanaume mwingine yoyote. Hata nikiongea na mwanaume mwingine yoyote alikuwa hataki. Akinikuta naongea na mwanaume mwingine yote anafanya vurugu. Kuna siku akaniona nilikuwa nimemchiti na mwanaume mwingine. Alilia sana. Yaani alilia akaniambia kauli moja kwamba kwa hiyo yote unaonifanyia mimi umemfanyia na yule mwanaume. Kwa hiyo ndio hivyo, aliniganda sana na mpaka leo. Tuliachana kwa sababu mimi sikuwa nampenda. Ila mpaka leo yani ananisumbua sana. Kiukweli mafundisho unayofundisha, yani mtu anaweza kapuuzia akaona ni madogo, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinateka hisia ya mtu na vinafanya mtu akufikiria, kukumbuke. Yani kiukweli ni kama bahati kukutana na mafundisho yako dokta. Maana watu wengi sana wanafundisha, lakini mafundisho yako wewe ni zaidi. Yani yamenisaidia sana kiukweli, sana 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 sana. Na mimi mpaka huwa natoa ushuhuda kwa marafiki zangu. Naambia ni mimi, mtu aliyenifundisha mimi mapenzi sio mwanamke, ni mwanaume. Tena ni kungwi wa mtandaoni, ambaye mimi nakuita kungwi wangu. Kwa mpaka leo na sasa hivi naendelea kufuatilia mafundisho yako YouTube ili niendelee kufahamu zaidi na zaidi. Hivyo tu na vingine vingi. Unaweza kumsikia huyo dada anakizungumza umuhimu wa elimu hii. Hii elimu kwa mafundisho yako nimeelewa na nimefanyia kazi. Mtu anataka kutangaza ndoa muda si mrefu. Unaweza kuona jinsi gani mafundisho haya yalivyokuwa na nguvu kubwa sana, mpaka mtu anaona kwamba hapana, huyu siwezi kumwachia mwanaume mwingine. Hiki ni kitu ambacho kinawezekana, na kama kinawezekana, kwa nini wewe umekaa kimya? Kwa nini umekaa kimya? Napenda nikwambie kabisa, unahatarisha mahusiano yako bila kujua. Na video karibia 60, sio 10, 60 zote na kuuzia kwa gharama ya shilingi 10,000. Maelekezo na kuwekea hapo chini. Tuwasiliane, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili ili nitakapoweka video nyingine uweze kuelewa mambo mengine mapya. Kwa mfano, dada huyu ananiuliza, hivi naponyonya mwanaume ume wake, yale mate umeze au teme? Dada aliniuliza, hivi unaponyonya ume mwanaume uteme? Mwanake sasa hivi napokuwa na mwandaa, unaona ume unaanza unatoa viuteute, vile viuteute vinatoka. Sasa unapokuwa unamnyonya umeze vyote hivyo au teme? Hiyo ni mada nyingine ambayo inakuja. Kwa hiyo usikose subscribe na follow. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza. Nikutakie heri katika mahusiano yako. Karibu tena. Asante kwa kunisikiliza.